Tumsifu Yesu Kristo wapendwa. Karibuni kwenye tafakari ya juma la 4 la Pasaka. Tafakari yetu kuu itakuwa sauti ya mchungaji mwema. Ndugu wapendwa katika Kristo, leo mama kanisa anatualika kuingia katika fumbo la faraja kuu. Tunaalikwa na Kristo mchungaji mwema. Pia ni juma la mito mitakatifu. Katika neno la Mungu tunafunuliwa upendo wa Mungu unaoita, unaoongoza, unaolinda, unaoteseka na hatimaye unaokoa. Hizi ni sifa za mchungaji mwema na pia ni sifa ambazo mito mitakatifu inatakiwa iwe nazo, hasa katika mito ya ndoa, mito ya utawa na mito ya upadre. Kuna mambo matatu muhimu yatupasa tujifunze. Jambo la kwanza, kutambua sauti ya Kristo, uhusiano wa ndani na Bwana. Bwana wetu anajitambulisha yeye ni mchungaji wa kweli na utume wake kulichunga kundi lake. Anaingia kupitia mlangoni. Je, kitu gani kinamtofautisha na wengine? Tazama sifa muhimu. Huwaita kondoo wake kwa majina yao, na kondoo wake husikia sauti yake na humfuata. Hiyo ni sifa pekee. Lugha ya kuisikia ni kushiriki utambulisho wa utii kama Yesu alivyomtii Baba. Kusikia sauti ni kumtii Mungu kupitia Yesu. Hapa tunaona uhusiano wa karibu sana. Katika mito mitakatifu, hiyo ndiyo sifa muhimu. Maisha ya Kikristo si kufuata sharia tu, bali huingia katika uhusiano wa karibu na Kristo, ili kujifunza kuitambua sauti ya mchungaji wako katika sauti nyingine nyingi za ulimwengu huu zinazovuma. Kristo anakujua wewe binafsi. Anajua majeraha yako, hofu zako, matumaini yako na sala zako za siri. Katika wito au mito tulioitiwa, hasa mito ya ndoa, mito ya utawa na upadre, Yesu anatufahamu. Hatuongozwi kama kundi lisilojulikana, bali kama watu waliotajwa kwa majina. Lakini wapendwa, swali linabaki. Je, tunaitambua sauti yake? Katika dunia yenye kelele nyingi, sauti za kukatisha tamaa, sauti za hofu, sauti za ahadi za uongo zinazopelekea utu wetu wa ndani kubadilika. Je, bado tunaweza kuitafuta na kuitofautisha sauti ya mchungaji mwema na kuielewa? Kondoo hufuata kwa sababu wanamjua. Kumjua huku hutokana na nguvu ya ndani, ikiambatana na sala, ukaribu wa kiroho na uaminifu. Mkristo asiyesikiliza hawezi kufuata, na asiyefuata hupotea. Tushiriki kuisikia sauti ili tusipotee. Sifa ya pili, Kristo ndiye lango, njia ya wokovu wa kweli. Sifa ya muhimu zaidi ya utume wake. Mimi ni mlango, mtu akiingia kwa njia yangu ataokoka. Nimekuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Hapa Kristo si mchungaji, bali pia ni mlango wa uzima, pia ni lango la hekima la kumjua Mungu. Si uzima wa juu tu unaotolewa na dunia, bali uzima wa neema ya kweli, wenye kusudi ya umilele. Lakini tujiulize kwa uaminifu, kwa nini mara nyingi tunatafuta uzima mahali pengine, kana kwamba ufahamu wetu umezibwa? Kwa nini tunasikiliza wezi na wanyang'anyi wa nyakati zetu? Mitazamo ya tamaa na njia zinazoahidi furaha lakini hutumaliza rohoni.
Kristo si chaguo kati ya machaguo mengine, bali ni chaguo moja kati ya mengine. Yeye ndiye mlango. Je, nje yake hakuna uzima wa kweli? Mchungaji anayeteseka kwa ajili ya kondoo wake. Sifa ya tatu muhimu inatuonyesha mchungaji anayeteseka. Alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakutoa vitisho. Huyu ndiye mchungaji tunayemfuata, anayepitia njia ya msalaba. Kristo aliteseka kwa ajili yetu, akituachia mfano ili tufuate nyayo zake. Hii si rahisi. Inapingana na hulka ya kibinadamu ya kulipiza kisasi au kukimbia mateso. Lakini njia ya Kristo ambayo humfuata Kristo ni tofauti. Ni njia ya uvumilivu, kumtumainia Mungu hata katikati ya dhuluma, ya kupenda hata pale tunapochukiwa. Na mateso haya yana maana. Kwa kupigwa kwake mmeponywa. Majeraha ya Kristo si ishara ya kushindwa, ni chemichemi ya wokovu wetu. Mtume Petro anahitimisha maneno yenye nguvu. Maana mlikuwa kama kondoo waliopotea, bali sasa mmemrudia mchungaji na mlinzi wa roho zenu. Hii ndiyo hadithi yetu. Sote kwa namna moja au nyingine tumewahi kupotea. Tumesikiliza sauti zisizo sahihi na tumeacha njia ya kweli, hata katika magumu ya utawala wetu. Lakini mchungaji mwema hachoki kututafuta. Anatuita, anatukusanya, anatupokea. Hivyo hata viongozi wetu wanatakiwa watukusanye, watupokee kama Yesu alivyolichunga kondoo lake. Hivyo basi, uongofu si wajibu wa kimaadili, ni kurudi nyumbani, ni kurejea katika upendo wa Mungu unaolinda roho zetu. Ndugu wapendwa, nawaalika tutafakari kwa kina. Je, ninasikia sauti ya nani? Ninaingia kupitia Kristo au natafuta njia zangu zingine? Kanisa linahitaji waamini thabiti, wanaotambua sauti ya Kristo, wanaokataa udanganyifu wa dunia hii, na wanaosimama imara hata katika mateso. Mchungaji mwema yuko pamoja nasi. Anakuita kwa njia, anachukua majeraha yako juu yake. Anakualika umtumainie. Usiogope kumfuata, hata kama njia ni nyembamba, hata kama inapitia mateso. Ndiyo njia ya uzima wa kweli. Tusikilize sauti yake, tufuate nyayo zake, na hatimaye tufike katika marisho ya uzima wa milele. Wapendwa, tutafakari ujumbe wa leo kupitia filosofia ya ka, ke, ki, ko, ku. Ka, karibu kwa Kristo mchungaji wa kweli. Yeye ndiye anayewaita na kuwalinda kondoo wake. Ke, keti karibu na Bwana, sikiliza sauti yake. Ukaribu huzaa utambuzi wa sauti ya Kristo. Ki, kimbilia lango. Kristo ndiye wokovu wetu. Yeye ndiye njia ya kuingia katika uzima. Ko, kondoo wa kweli humfuata mchungaji wao. Wanamtii na kumwamini Kristo. Kupitia Kristo tunapata uzima tele, neema, amani na tumaini la milele. Wapendwa, hii filosofia ya ka, ke, ki, ko, ku itufanye kuwa Wakristo wema na tufuate msingi wa Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.